tena nyumba 10? Kwani kuna nini kinaendelea hapo nyumba tena? Okay, sawa. Tumeona. Hebu njoni hapa jamani. Wewe twende. Njoni. Yero, oye. Tushaona tayari. Njoni. Wewe twende wewe. Wewe twende. Njoni. Mzee peke yake aje. Wengine warudi nyuma. Na mtii masharti. Karibu mzee. Natumai ulifanya kulingana na maagizo yetu. Naomba mnyaa kwanza, maana ndio nilikuagiza ule mnyaa na maziwa. Haya maziwa myalete jinsi yalivyo, msiyafungue. Natumai ni maziwa. Pamoja na huo mnyaa. Kampe Masai. Masai mpokea. Masai hakikisha ni maziwa. Wasije wakaleta damu hapo. Nusa tena. Ya kwanza iko sawa. Na ya pili na ya tatu. Umehakikisha ni maziwa? Hiyo ni maziwa ya mbuzi. Ni maziwa ya mbuzi? Kule ngine. Ni jepi kama. Hebu hakikisha pia ule mnyaa ndio huo. Ero. Ni hiyo kiboko hiyo sasa ya mnyaa. Hiyo sasa iko sawa. Ninje. Sawa. Ni nyama. Naomba tuondoke kwa sababu ya muda. Twende tuwatoe wale vijana kule ndani. Twende. Yule kijana aliyelala kule mtuni. Ende. Ako sehemu gani ile? Ende. Sawa. Ende wako huko. Kisha baadaye haya maziwa yatatuelekeza yule mwingine mahali yuko. Haya. Ule mwingine najua mahali yako. Unajua mahali yuko? Najua. Sawa. Mabe. Twende sasa. Mabe. Ya. Kile kiboko kiko mnyao kwa. Yoi. Ika hapa. Twende. Banga hapa angai naji. Ro shinduzi. Twende. 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 Mabe. Twende. Mabe. Twende. Mabe. Najua wapi. Unajua kasi yako. Kayolo, najua kasi yako. Unajua kasi yako na ufanye kulingana jinsi inavyotakana. Kiboko ni uni. Kiboko 3. Utamuongezea kimoja kwa kuingia kaya bila dini yoyote. Kiboko nyongwan. Ya. Ungwan. Asi, twende sasa. Twende Masai. Sasa. La pili. La tatu. Ongeza cha nne. Mwachilie. Masai. Inuka. Toke. Hapo unafanya nini kwa kaya? Haukutii maagizo. Haukutii maagizo. Toka. Bwana. Ni kama atapotea bwana. Wewe, sawa. Nimekuleta. Hawa hawawezi kuchapa. Niko na wewe, si unanijua? Tulia hapa. Samu, tulia hapa. Ni mimi ndio ni nyumba 10 hapa. Tulia. Utulie na utii maagizo. Tulia hapa. Hii ni kaya. Naomba utumie haya maziwa Masai kumtafuta yule kijana. Aliyepotea kule. Najua. Unamkumbuka? Nakumbuka, najua Yule mwenye hakutii maagizo yetu? Hilo dodi hapa yake. Haya. Bye. Hebu Mabe, kaa pale chini. Kamuite. Tumia hayo maziwa kwa kumuita. Boniface.
Yero, Boniface. Boniface. Fuata maagizo ya maziwa Masai. Maziwa yanakuelekeza mahali yupo. Tulia hapo. Masai, nilikwambia hao ndio wanaingia katika msitu, wanakuwa misikule. Sasa kweli. Kisha baadaye wanakuwa manyani. Kweli kabisa. Watu kama hawa ndio ugeuka kuwa manyani katika msitu wetu. Tayari hili ni nyani. Fanya lile tambiko ambalo linastahili kufanywa. Kiliangalia ni mtu, si mtu, ni tumbili, si tumbili. Ni nyani tayari. Kweli. Tumia maziwa haya, fanyie tambiko, ageuke kuwa mtu. Sawa. Tayari ni nyani hili. Kesapa. Tasho maitumia kunale. Chukunya le tung'ani akwa tung'ani amu eng'ues. Enkuku ena. Kwani nyinyi kina nani? Na hapa ni wapi? Nafanya nini hapa? Mbona mmenileta hapa? Ama ndio huwa mnataka watu nyara? Hapa ni kaya. Na kaya hii imekuruhusu kuondoka hapa. Na usiwahi rudi hapa tena katika kaya. Maana ukirudi ya pili utakuwa tumbili. Na hutawahi toka hapa. Na utapelekwa katika msitu wa manyani. Maana wale wanaokaa pale si manyani, ni watu. Masai. Mruhusu waondoke hapa. Bas. Yero aralaye. Chombo cha seriani. Kwa amani na najua utakuja tena hapa. Nisu jua kalotu ana timu munja kintoki alotu ana kone kintaasi enemelelek. Niaku lowuaru penya iltung'anak. Niaku eng'ues. Itoning'o? Aaku eng'ues. Ya ndio atutaki mtu hapa tena. Uko huru kuondoka hapa. Katika ikaya imekuruhusu kuondoka. Sasa hapa mimi ndoondoka niende wapi kweli? Hebu geuka nyuma yako, angalia ile njia uliyotokea. Au ondoka. Kukuja tena. Mbona kumbe ni wewe kuja tena. Hata huko ni wapi kwani? Bado. Kucha twende. Shemeji. Nakuona unajituma vikweli. Kwema. Poa sana. Kwema. Kwema kabisa. Hali inakuwaje? Unaona unajituma kweli. Nilikuwa napanga haya mahali. Nione tutaendaje siku ya leo. Shemeji, ni kama una mchakato wa kujenga. Shemeji, sina huo mpango, lakini nimepewa kibarua kidogo. Ndio nashughulikia. Alafu kuliendaje? Maana tulikuwa tuna ule mikakati ya kwenda kule nini msituni kwenda kumtafuta nini kila. Kuliendaje? Mimi mwenyewe nilikutafuta sikuona. Shemeji, nimekuomba radhi kwa hilo, lakini waelewa kwangu, shughuli za kwangu niko peke yangu. Sasa ilibidi kuna shughuli nilienda kushughulikia siku hiyo. Hakuna mtu ningemtuma nyumbani. Shemeji, naona ni kama ni tatizo la kukosa mke ama?
Maana sasa unataka kulipishia mavipi? Maana sasa kule kutoenda na kusema kuwa hauna mtu kule nyumbani na maanisha kuwa ni mke hauna kule nyumbani, ama sivyo shemeji vile unavyokuona? Shemeji, sivyo. Kuna jambo fulani lilikuwa limebidi, lilikuwa la dharura sana, so ilibidi niende kushughulikia. Kweli shemeji, lakini hata hivyo ni sawa. Shemeji, hebu niulize, mlienda pale ama mkwenda? Shemeji, hata nashindwa nianzie wapi, maana yale tulioyaona pale yani ni makubwa sana. Mimi mwenyewe hata nilipotea kwa ule msitu, lakini baadaye tulikuja kupatana baadaye, ambao tulifanya safari nyingine ya upya kwenda kufanya tambiko kwa ajili ya wale waliobaki pale msituni. Kwa hivyo yule mzee wa nyumba 10 mlienda na yeye siku hiyo? Bila shaka tuliandamana pamoja naye, tukaondoka tukaenda hadi kule msituni. Yaani unaona ile michituazo yote aliyokuwa nao, unaona vile alivyo na kitanda. Alisema ile eneo lenyewe nalijua, mimi mwenyewe mwenyeji nimekaa hapa nimeishi tangu. Mimi nimeona jua kabla yeye. Kufika pale aliyoyaona yeye mwenyewe alikuja kutuzimulia. Alikuwa na kigugumisi mwenyewe ndugu yangu. Kule tulikuja tukaondoka. Yaani yale matambiko tuliyofanya. Na ndugu yangu ungeona we mwenyewe, yaani hata ungeshangaa. Kwa sababu wale watu walituagiza, walisema tungebeba yale maziwa vile walivyosema kule awali kuwa tunaondoka na yale maziwa tuyapeleke pale ya mbuzi mchanga yule. Tukafika pale. Alafu kuna vitu waliokuwa wanavifanya. Yaani mambo mengine, yaani wale watu wanaishi maisha mengine tofauti. Kuna vichapo wale watu walikuwa wanachapwa, alafu wanaweza kutoka katika ile hali ya waliokuwa nayo ya usukule. Sasa walikuwa wanachapwa, kila mtu anaanza kuzungumza. Shemeji, mambo makubwa hayo. Sasa yule mzee wa mtaani niliona siku ile tulienda kwake. Unajua alikataa kabisa hata mbuzi yako kwa anakubali tuende na mbuzi. Baadaye tulifika pale. Hata hivyo sasa hivi tunafaa kwenda kumuona pale kwake. Maana kuna mkutano kikao fulani ambao tunajadiliana juu kwa watu wote wale waliotoka kule msituni. Ina maana kwamba shemeji, kuna mkutano kwa yule mzee wa nyumba 10. Tusipoteze masaa, muda umeshafika. Naomba tuondoke. Maana tulikuwa sasa tushafika. Naomba tuondoke shemeji. Hata boti mwenyewe. Sijui kama alikuwa akuje. Maana aliniambia atarudi sasa hivi, lakini haina maana. Tufike kwenye Jo, kweli. Haki si uongo kabisa. Vile nimehurumia wiki jana na vile amenona ati ndio anaenda kufuata kukufa. Haki nimemhurumia sana. Mama Kanunge, atunamhurumia. Nilikwambia kila shetani inakusumbua kwa hii maisha yako, ondoa yote. Unamhurumia nini? Hapa hakuna cha huruma. Yote ile uchungu wenye uko nako huyo Mama Clara huyo. Ongeza mpaka ukilinkiliment. Toa kila mtu. Shetani istahili akae kwa maisha yako yenye hata afadhali tukae hivi wawili kwa hii kijiji peke yetu. Unajua niko nakumbuka nilivyo nimeangalia chini. Hata mimi sasa nikuwe mtu wa huruma, hata nihurumie mtu. Nikikumbuka kwanza hata vile amesema sio ameenda kwa nabii hata kama sio kwa mganga ati wanaenda kuchunguza sio hata ni nani mwenye aliua Clara. Mimi nihurumie sasa shetani. Shetani yote pepo. Mimi wanasemanga shindwa huko lakini mimi nafanya hivyo. Mama Kanunge, ndio nilikuwa nataka kushangaa ati umemsamea. Unamsamea nini? Kila kikwazo yenye tukwaza kwa hii kijiji yetu ya Mwange. Ondoa, unaondoa huku, unafuruga kila pahali. Hakuna ati mganga. Mganga ni kiumbe dhaifu kama sisi. Hakuna kitu mganga anajua. Kwanza siku hizi mganga hakuna kwa hii dunia. Usiogope ati mganga. Hapo umenena kitu. Na sitaogopa tena. Sitafanya tena huruma. Kweli sini hao ndio umekuwa kinisumbua hapa. Mara mimi ni mwisi ya mboga, sijui mara mimi ni nini. Nimepatana leo nao life. Kuja tena. Nakwambia sasa, lazima tufanye hiyo. Nakwambia ni lazima. Hiyo maneno lazima. Hapa hii kijiji, kama tuliondoa wa kwanza,
Irene. Ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa nimeenda kwa beshte yangu fulani huko chini. Nipatie hiyo simu. Ni yako? Si simu ya mama. Tunatumia. Sema hivi. Wewe, ni nini? Nini mbaya? Wewe Jose, wewe, ni nini? Shida iko wapi? Ametupata tunatumia simu, kisha anachukua by force. Tumemwambia tunatumia, hataki kusikia. Nani amempea ruhusa ya kuchukua simu? Kuja hapa wewe kijana. Jose, nimesema kuja hapa. Sasa ukitoka, kwani hii nyumba ni yenu? Mnatoka tu mtu anafanya kitu yenye anafikiria kufanya. Kwani umeshakuwa unajiona wewe ni mkubwa kabisa, unaweza fanya vile unataka. Huwezi niambia unaenda mahali fulani, unaniacha mimi nikihangaika. Nini nimefanya ufike hapa tu unatoka tu unaenda penye unafikiria? Kama wewe sasa wewe ni mama ama wewe ni mama kama mimi? Hapana mama, si nilisikia nilipeleka kwa nyumba kumi ati nilipoteza Clara. Sasa Clara inakuhusu nini na wewe na kupotea kwako? Mimi tunaongelea ile masiku ulikuwa wapi? Si ungekuja uniambie mimi kama mzazi ni handle hiyo. Wewe sasa kutoroka ulitisaidia ama ndo solution? Mama pole, sitarudia tena. Mama, lakini huyu anafaa kiboko. Anafaa pigwe viboko mingi sana. Oscar, ni ukweli. Hata wewe unafikiria kumuliko dada yako. Wewe anastahili kiboko. Maisha ya saa hii si ya mtu kutoka tu anatoka naenda venye anataka kuenda. Sasa unaweza fikiria mtoto wako kwa rafiki ama ameenda mahali fulani, kumbe mtoto amechinjwa, alitupwa huko msituni na wewe hujui. Sasa nyinyi msinipe stress tena. Mimi nataka nikikaa hivi mtu akitinda mahali lazima aniambie anaenda mahali fulani, mimi nikae nikijua mko mahali fulani. Akue wewe, ukue ni wewe Oscar. Nyinyi wote, mtu asitoki hapa bila kuniambia naenda wapi. Mama, lakini nataka umchepe saa hii. Anaendelea kwa mkubwa, utamchepa siku gani? Oscar, uko na wivu, muangalie sura mbaya hii. Sasa wewe umeamua kutusi mwenzako hivyo, anasema ukweli. Unamsaidia pia kulia kabisa. Umeketi hapa na familia. Hata umefanya vizuri nimekupata hapa. Rebecca, habari za Clara zimefikia wapi? Alipatikana ama bado? Ati habari ya Clara? Mimi hiyo story sijui na sitaki kujua. Na usiniletee story hapa kwangu tafadhali. Na kweli Rebecca, hata wewe umesema ukweli. Unajua hata hizi stories za kusema Clara kila mahali tu Clara, kila mahali Clara, hata zimenibo. Ama hata huyo msichana aliolewa na mama yake anakuja kusema hapa hata alipotea. Si alikuwa ametishi kufika rika ya kuolewa? Sijui na sitaki kujua. Sijui kwa nini unaniletea story ya Clara hapa. Sitaki kusikia tena na usiwahi jaribu tukipatana na wewe tena hiyo story. Na Rebecca, hata ukisema hutaki kusikia hizi story, lakini hata ukiona huyo mama mwenye anajiita Mama Clara, wewe unaona akili yake ni mzuri kweli? Visirani tu kila mahali vimemfuata, visanga tu vimemfuata. Mimi sijui wewe nao umetoka wapi na hii maneno. Nani amekuuliza story ya Mama Clara? Mimi sitaki hiyo story yoyote kuhusu hiyo familia hata kidogo. Hebu toka uende. Kanyaka kubwa ukienda. Juu naona unafuka mpaka. Kwani kuna ubaya gani ukiulizwa maneno ya Clara? Tukikuuliza hii unasema hii, ukiulizwa hii unasema hii. Kwani huyu mama ni wa wapi?
Na hata mimi ninashindwa sijui nini. Rebeka na huyu kwanza ni mwenye amenunua tu juzi shamba amekuja hapa kijijini mwangu. Huyu. Hata ninashindwa simuelewi. Tuko tunamuuliza habari zingine anakuwa tu mkali kwa kila kitu ama kuna stress zake. Wana mama, nimesema mkanyage kubwa mkienda mnangoja nini hapa? Nyinyi ndio wale watu wanatafutanga vitina kwa watu. Ai, Rebeka ati nini yenye unaniambia ati nitoka hapa nimekuja kutafuta na vitina? Wewe mimi si mama Clara wewe. Nitakutengeneza utashangaa. Recho huyu ananijua kweli? Huyu anijui wewe, nitakutengeneza ila hakuna na sikutaka maneno na wewe. Na kama tumefikiana hapa nilikuwa nafikiria wewe ni mama mzuri. Mama Kanunge na huyu ni mama mgari. Huyu kweli anatujua wewe. Sisi ni wale wa mama unatuonanga kwa YouTube wanga kina Jet Li. Recho, huyu mama ananijua kweli. Sisi ni wenye tunaonekananga kwa face YouTube. Ni nini wewe? Ni nini huyu mama? Ni nini? Mama Kanunge weka mapua. Weka mapua wewe. Weka mapua. Ni nini? Na wewe unataka kwa Machangi menuma. Huyu mama amenigora macho na amenichuna mpaka mapua. Recho twende. Sikeni vitu zenu na muende kabisa mambo ya kuniletea hapa vitina za mama mimi sitaki. Waone wenyewe. Na hiyo iwezi enda bure. Haiwezi enda bure mdogo. Kwanza mwenye amevaa shati nyekundu. Huyo ndio tena kabla hatujashika kilema. Tutakija wapi hiyo? Hawezi kutufanyia vitu kama huyo. Mapua yangu ienda bure. Lazima walipe. Na hiyo haiwezi enda bure. Lazima walipe. Unaona huyu msianake huyu mdogo huyu anaenda kutafuta Onesimus. Anaenda kutafuta Onesimus. Mpaka kitu mnafiwa huyo. Mume wangu, mimi nimekuita tu kando na watoto. Ndio nikuulize tu kwa njia ya heshima. Ilienda aje mpaka ukapiga tena Amina? Ati Amina? Amina mimi sikumchapa. Tunasema huku mchapa. Inakuwa aje? Miaka hiyo yote hata sijaiona ukichapa Jose ama Masi. Inakuwa aje leo unachapa msichana wangu? Hiyo si nikunikosea heshima na nikunikosea pia mimi adabu. Lakini mke wangu, saa zingine hata wewe huwa unielewi. Mbona mimi nimekuambia sijamchapa Amina wala kumtusi? Mbona unaongea tu ukisitikisha kwamba nimemchapa? Ni hali hata wewe mwenyewe hujaona. So mimi ni mjinga ama mimi naongea chenye sijui? Si Amina mwenyewe aliniambia ni wewe ulimchapa. Na hata niliuliza majirani huku, wakaniambia ni wewe umemchapa. Mbona unabishana? Hapana, mimi sikumchapa. Ni nyumba 10. Nyumba 10? Lakini Yes bwana. Vipi? Salama. Karibu bwana. Mmepotea sana bwana. Yes. Jambo. Uko aje? Uko salama. Umetulia sana bwana. Uko tu hatuna neno. Ile siku ukapotea bwana. Yes bwana. Salama. Umepotea sana. Mimi niko. Safi. Umeelekea unaendelea aje? Salama. Okay. Hata mimi niko poa. Mmefanya vizuri kunitembelea bwana. Nilimpata pale nikamwambia vile tulienda kule msituni. Sasa mimi sikuwa na habari kama mshaenda sana. Okay, ulimpasha habari? Kabisa nilimpasa habari nikamwelezea vile tulipofika kule msituni na yale tuliyoshuhudia. Alafu leo kulikuwa na kikao. Na wengine Clement, umewapea ripoti ama? Nishawapa habari, hata natumai wapo njiani wanakuja. Ni maana wengine wakitoka huko. Tuwe watu wa kuelewa. Uende kawa tumekosea. Mila zetu kuzichezea. Baba mama walitulea. Tuwe watu wa kuelewa. Yo mwanangu keti chini hili upate mashauri. Punguza kiburi ndo kitakashi vizuri. Dunia bado shule kila kitu tafakari. Nasema hupatiri kama ubiri na medali. Kumbuka Muumba wako siku za ujana wako. Na kato simtenge tena kwenye ndoto zako. Kila ulicho nacho mimi nasema ndicho chako. Sitamani cha mwenzako kuitesa nafsi yako. Uende kawa tumekosea. Mila zetu kuzichezea.